Leo tutaenda kujibu swali liloulizwa, Sabato ni siku ipi? Jumamosi ndiyo Sabato. Tunaiadhimisha Jumapili baada ya Jumamosi kwa sababu Kanisa Katoliki liliuhamisha utukufu toka Jumamosi hadi Jumapili. Tena katika gazeti iliyokuwa linaitwa Catholic Mirror, Kardinali Gibbons ambaye alikuwa ni kiongozi wa kanisa la Rumi huko Amerika, alisema Kanisa Katoliki kwa uwezo wa ujumbe wake mtakatifu lilibadili hiyo siku toka Jumamosi mpaka Jumapili. Mbali na hayo tuliyonukuu, waandishi na viongozi wengine wa Kanisa Katoliki wanaweza kutuongezea mengine mengi yanayoonyesha kwamba Kanisa Katoliki lilikiri kufanya badiliko la Sabato kutoka Jumamosi kwenda Jumapili. Viongozi hao na waandishi wanajivuna kwamba uwezo wao wa kufanya badiliko hilo umefanya watu wengi kuishika Jumapili, na wanajivuna kwamba kitendo cha wengi kuishika Jumapili kinaonyesha jinsi watu hao wanavyolitii kanisa la Rumi na jinsi wanavyozishika amri zake. Mamlaka ya upapa imetimiza unabii ule wa Danieli 7:25 ambao unaeleza kuhusu pembe ndogo. Mamlaka hiyo imejaribu kubadili Sabato ambayo ni sheria ya Mungu kwa kubadili amri, na hasa katika sheria ile ambayo inahusiana na majira. Hivyo inatimiza ile sehemu ya fungu la Danieli 7:25 inayosema nataazimu kubadili nyakati na sheria. Je, ni lini nguvu hiyo ilibadili sheria za Mungu? Wakristo wa enzi za mitume walikuwa wakishika Sabato ya kweli. Kadiri wakati ulivyoendelea, walianza kuzembea mambo mengine ambayo Injili ilikuwa imeamuru. Watu walianza kuibuka katika kanisa ambalo walikuwa wakisema mambo ya uasi. Wengine walikuwa kama wapagani, maana walianza kuingiza desturi na mafundisho mengine ya kipagani. Moja ya desturi hizo za kipagani ilikuwa ni ushikaji wa Jumapili. Wakristo wengi walianza kushika siku hiyo wakidai kwamba walikuwa wanaonesha heshima kwa kufufuka kwa Yesu. Wapagani nao walishika siku hiyo ya heshima ya jua. Siku ya kwanza ya juma ilizidi kupewa heshima zaidi, huku heshima ya siku ya Sabato ambayo sheria ya Mungu ilikuwa imewaamuru watu waishike ilizidi kushushwa. Mara watu wengi walianza kuitazama Jumapili kama Sabato, na walifikia kwamba ilikuwa dhambi kufanya kazi katika siku hiyo. Kama miaka 300 baada ya Kristo kupaa, Konstantini mfalme wa Rumi alikiri kwamba alikuwa ameongoka na kuingia katika dini ya Kikristo. Tena aliamua kuweka sheria kwamba watu wote katika himaya yake waiheshimu Jumapili kama siku ya kupumzika. Alidhani kwamba watu wote wapagani na Wakristo walifurahia siku hiyo. Kwa vyovyote ile sheria ya Konstantini iliita siku ya kwanza ya juma kuwa siku takatifu ya jua. Kwa hiyo Wakristo waliamriwa kuishika siku hiyo ya jua. Miaka fulani baadaye, katika baraza la Laodikia, Kanisa Katoliki lilipitisha sheria ya Jumapili, ukataza watu wasipumzike katika siku ya Sabato, yaani Jumamosi, na kuamuru kupumzika watu katika siku ya Jumapili. Lakini Wakristo wengi wazuri walikataa kumtii mtawala na walikataa kusikiliza amri za kanisa ambazo zilikuwa zikipingana na zile za Mungu. Wao waliendelea kuishika Sabato kwa uaminifu. Rumi ilianza kuwatesa wale ambao walikuwa wakimtii Muumbaji wa mbingu na nchi kwa kuishika siku ya takatifu ya kupumzika. Hata hivyo, wengi waliitii Rumi. Siku hizi kuna watu ambao bado wanafikiri kwamba si vibaya kwa Mkristo kuishika siku yoyote. Wanasema siku zote ni sawa maadamu mtu anachagua siku moja na kuishika kama siku takatifu. Fikra hizo sio za kweli na zinaonyesha kwamba watu hao bado hawajaelewa maana ya Sabato na maana hasa ya kuitakasa Sabato. Je, ni kitu gani kinachoifanya Sabato kuwa takatifu? Je, mtu mwenye dhambi na mchafu anaweza kuifanya Sabato iwe takatifu? Je, kitu kisafi kinaweza kutokea katika kitu kichafu? Hakika kitu hicho hakiwezekani. Je, ni kitu gani basi kinachoifanya Sabato kuwa takatifu? Je, ni kwa sababu hatufanyi kazi katika siku hiyo? Au ni kwa kuwa katika siku hiyo tunaenda kanisani na kumwabudu Mungu? Ni nini kinachoifanya Sabato kuwa siku takatifu? Ni mbaraka ambao Mungu aliweka katika siku hiyo. Mungu aliitakasa siku ya Sabato bila kujali kama watu wangeishika ama wasingeishika. Sabato ni takatifu. Hakuna siku nyingine inayoweza kufanana na siku hiyo ya saba, kwa sababu Mungu aliibariki siku hiyo na aliifanya kuwa takatifu. Hakuna mtu awezaye kuibadili Sabato isipokuwa Mungu peke yake. Mungu hakuhamisha mbaraka wake toka katika siku ya saba na kuweka katika siku ya kwanza ya juma. Kwa hiyo siku ya saba inaendelea kuwa siku takatifu ya juma. Mama humwambia mwanae,
Nimefua nguo zako na kuzifanya kuwa safi, kwa hiyo usizichafue. Mungu pia huwa anatuambia nimebariki siku ya saba na kuitakasa. Lazima utunze utakatifu wake. Kama jinsi ambavyo mtoto hawezi kuzuia nguo zake zisichafuke wakati mikono yake inapokuwa michafu na wakati mwili wake unapokuwa mchafu, vivyo hatuwezi kuishika Sabato na kudumisha utakatifu wake wakati maisha yetu yanapokuwa machafu na yaliyojaa dhambi. Lakini mtu ambaye amesafishwa katika damu ya Yesu Kristo, ambayo inatusafisha dhambi zetu zote, anaweza kushika Sabato na kudumisha utakatifu wake. Kwa neema ya Mungu inatupasa kuwa watakatifu kama tunataka kuishika siku ile takatifu. Msikilizaji wangu, wewe hauwezi kuita siku ambayo Mungu hakuibariki kuwa ni takatifu. Hauwezi kuifanya kuwa takatifu hata kama ungejaribu kuifanya hivyo kwa nguvu zako zote. Kwani sisi ni akina nani hata tuibadili sheria na amri za Mungu, Mungu mkuu aliye mbinguni? Tutasita katika mawazo mawili hadi lini? Je, hata lini tutaendelea kufanya mambo ambayo neno la Mungu linayaonesha kuwa si ya kweli? Je, hatutakumbuka mausia ya Yakobo ya busara kwetu sote aliposema, semeni ninyi na kutenda kama watu watakaohukumiwa kwa sheria ya uhuru? Je, hatutatii? Asante msikilizaji wangu kwa kuendelea kufuatilia masomo haya. Masomo yanayopatikana katika vitabu vinavyoaminika, vitabu mbalimbali vilivyojumuishwa na kitabu kinachoitwa Biblia. Masomo yanayokujia kwa lugha na misamiati rahisi. Mimi ni Bukere Bengerera.